أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inshallah taala tunaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubali amali zenu inshallah taala katika mwezi huu mtukufu, na atakubali pia funga zetu kwa ujumla inshallah taala. Ikiwa tunamalizia, kuna nukta ambayo kwamba tunamalizia, halafu tuendelee na aya ya 16 ya suratu Shura. Nakumbuka zile aya 4 ambazo kwamba tulisema tutaongea kuhusiana nazo za sheria, halafu tukimaliza ndo tuanze masala ya sheria kwa ujumla. Ni kwamba katika baadhi ya Tabarasi kuna nukta pia anakuwa ni mwenye kutaja muhimu sana, ambaye kwamba inahusiana na swala zima la masjid Dhirar, na tumeona tusisitize na tuweke msisitizo kwa ajili kuna wakati ambao kwamba katika mtu atakuja na sura ya Uislamu na mtu anaweza kuja na sura ya umini, lakini kumbe sio. Mtu anaweza kuja na bidii fulani na juhudi fulani, kumbe sio. Kwa hivyo wakati ambao kwamba mtu anapokuja, lazima kwanza tuwe makini zaidi, ni nani ambaye kwamba anatuletea na anakuja na ujumbe huu, kama mtu ambaye kwamba hatumjui. Au wakati mwingine mtu anaweza kuwa tunamjua, lakini kumbe anakuja na risala ambazo kwamba zinaweza leta tashwishi katika jamii yetu. Yani tu ni kwamba ni kwa ajili tu yeye ana mali, ni kwa ajili anamiliki masala fulani. Sasa Tabarasi anasema kwamba inna bani Amr ibn Auf ittakhadhu masjida Quba, yani walichukulia kwamba msikiti wa Quba, msikiti ambao kwamba mtume aliujenga mwanzoni kabisa. Wabaathu ila rasulillah, mpaka mwisho. Faatahum fasalla fi, mtume akaswali, wakausudu ule msikiti. Kwa nini? Mtume amekuja katika ule msikiti. Sasa pia sisi tunataka mtume sallallahu alaihi wasallam awe ni mwenye kuja katika msikiti wetu na awe ni mwenye kuswali. Faqalu, wakasema wanafiq, nabni masjidan, tujenge msikiti, nusalli fi, tuwe ni wenye kuswali katika msikiti huo. Wala nahdhar jamaatan, na tusihudhurie jamaa na tusiwe ni wenye kuhudhuria jamaa katika ule msikiti wa Quba. Wala nahdhar jamaata Muhammad, na wala tusihudhurie jamaa. Wakanu 12 rajulan, na walikuwa watu 12. Waqila, na Tabarasi anasema kwamba kulikuwa kuna watu zaidi ya 12, yani watu 15, minhum Thalab, na wengineo. Anasema falamma faraghu, wakati alipomaliza kujenga msikiti, atau Rasulullah, alimjia mtume, wa huwa yatajahaz ila Tabuk, huko mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajitayarisha kwenda Tabuk. Faqal, wakamwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume, inna qad banaina masjidan, tumejenga msikiti, lidhil illa, kwa mtu ambaye kwamba ni mgonjwa, wal haja, na mwenye haja, waleila almutira, na kwa ajili ya usiku za ambazo kwamba zinanyesha mvua, waleila shatia, na kwa usiku za au masiku za shita. Wa inna nahiban ya an tatiana fatusalli, tunapenda utijie na usalishe. Faqala, akasema mtume, inni ala junahi safar, mimi nimeazimia kusafiri. Walau qadimna atinakum, yani tukimaliza safari tutawajieni. Falamma sawara Rasulullah, mtume aliposafiri min Tabuk, aliposafiri. Falamma sarafa Rasulullah min Tabuk, aliposafiri kuelekea Tabuk, aya hii ilishuka na ikitaja msikiti wa Dhirar, yani msikiti huo ambaye kwamba kina Abu Amir na wengineo walikuwa wenye kujenga. Kisha anaendelea anasema kwamba aliporudi kutoka katika Tabuk, alikuwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam, fawajjaha Rasulullah
inda qudumi min Tabuk Asim ibn Auf al-Ajlani wa Malik wa kana Malik min Bani Amr. Alikuwa mwenye kuwatuma baadhi ya hawa mabwana hawa masahaba zake. Faqala lahuma, akawambia intaliqa ila hadha almasjid adh-dhalim ahlu fahdima wa harriqa, yani nendeni katika msikiti huu mwenye wenye kuiangamiza. Kisha anasema waruya annahu ba'atha Ammar. Hapa ndio pia kulikuwa kuna nukta muhimu tulikuwa tunataka tuangalize, kwamba katika hawa ambao kwamba walitumwa, wengine wanasema kwamba kuna huyu Ammar ibn Yasir pia alikuwa ni mwenye kutumwa, Wahshiyan, na huyu Wahshiyan ambaye kwamba alikuwa alihudhuria vita vya Uhud na akawa ni mwenye kukatakata akawa ni mwenye kukata ninio maini ya Hamza na akawa ni mwenye kuni wa amara bi an yattakhidha kunasa tulqa fihi aljif, yani na akamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni sehemu ya kutupiwa takataka katika sehemu ile. Sasa tumeona kwamba kuna alhamdulillah katika hivi vitabu kuna, kwa kusema kweli mandugu zangu, lau tutakapofanya uchambuzi tutaona kwamba kuna faida muhimu sana, na kama Muislamu na kama wewe ni kijana wa Kiislamu, msichana wa Kiislamu, mzee nani, utakuwa uko tayari yani kuangalia kujua mbinu za mnafiki. Mnafiki anakuja na rangi nzuri, lakini kumbe nyuma yake anakuwa ni mwenye kuficha mambo mengi sana, lakini baada ya muda anakuwa ni yenye kudhihirika. Sasa inshallah taala tutakuwa ni wenye kuanza aya yetu mpya ambaye kwamba ni iko katika suratu Shura aya 16. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim walladhina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alayhim ghadabun wa lahum 'adhabun shadid. Ikiwa sasa tunamalizia katika mtiririko hizi aya 4 ambazo kwamba tulikuwa tumezianza, na tunawashukuru sana kufuatilia tangu mwanzo wa aya 13, 14, 15 hadi 16. Tunamalizia hii aya 16. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walladhina yuhajjun. Hii iko katika kitabu ambacho kwamba kinaitwa kitabu cha Tibyan au tafsiru Tibyan ya Sheikh Tusi. Anasema walladhina yuhajjuna fillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na wanaohojiana juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum, baada ya kukubaliwa hoja za hawa. Anasema min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidhatun, baada ya kukubaliwa hoja za hawa ni batil inda rabbihim, mbele ya Mola wao mlezi. Kisha anaendelea anasema wa alaihim ghadabun, na juu yao ipo ghadhabu, wa alaihim ghadabun wa lahum adhabun shadid, na juu yao ipo ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na itakuwa kwao adhabu kali zaidi. Kwa hivyo katika aya hii anasema shekhe kwamba alladhina yuhajjuna fillah, wanaohojiana juu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Tusi anasema kwamba yani manake yujadilun, wanakuwa ni wenye kujadiliana na kuhojiana, binusrati madhhabihim, kwa kunusuru madhhabi yao, kwa kunusuru dini yao. Anasema min ba'di mastujiba lahu hujjatum dahidha. Anasema katika kauli hii kuna kauli mbili, yani kuanzia hapa min ba'di, yani baada ya kukubaliwa hoja za hawa ambayo kwamba ni hoja batili mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema katika kauli hii kuna kauli mbili, Sheikh Tusi, na hii ndio tutamaliza safari yetu ya tafsiri ya hizi aya 4. Alafu sasa tuingie katika lengo kuu ambayo kwamba
ni sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuongea kuhusiana na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Sheikh Tusi kwamba ahaduhuma, yani katika kauli hizo mbili, min ba'di mastajaba lahu nnas, baada ya watu kumkubalia, lidhuhuri hujjatihi, kwa kudhihirika hoja zake, allati aqamaha Allah, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kusimamisha hizo hoja, wal ayati allati adhharaha Allah fi, na aya au dalili ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezidhihirisha. Kwa hivyo anaendelea anasema, liannahum, kwa ajili ya hawa watu, baada hadhihi alhal, baada ya hali hii ya kudhihirishiwa hoja na kudhihirika hoja na miujiza, fi hukmi almuanidina bilbaghi walhasad, wako katika hukum ya wanaoinadi, wanaoenda kinyume na hoja za Mwenyezi Mungu na aya za Mwenyezi Mungu, bilbaghi, kwa takabari, walhasad, na hasada na husda. Sheikh Tusi anasema kwamba qala Mujahid anasema, huyu ni mwana tafsiri au mfasiri, kanat mahajatahum, yani ilikuwa mjadala wao, bi an qulu, kwamba semeni, kitabuna qabla kitabikum, yani kitabu yetu sisi imekuja kabla Qur'ani, wa nabiyina au wanabiyina, na nabii wetu, qabla nabiyikum, amekuja kabla nabii wenu, wa nahnu, na sisi ambao kwamba sio Waislam, aula bilhaq minkum, tunastahiki kuwa na haki kabla, yani tunastahiki kuwa na haki kuwaliko nyinyi. Falidhalik, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kwa sababu hii akasema, qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu akasema, hujjatum dahidha, yani hujja yao hiyo ya kusema kwamba kitabu yetu ilikuwa, vitabu vyetu vilikuwa kabla vitabu vyenu, nabii wetu alikuwa kabla nabii wenu. Kwa hivyo natija itakuwa ni nini? Kwa hivyo sisi tunastahiki zaidi kuliko nyinyi. Anasema hujjatum dahidha, yani hoja yao ni batil, ni batilifu. Lianna, kwa sababu, ma dhakaruhu, kwa sababu walioyataja, la yamna, haizui, walioyataja haizui nini? Min sihhati nubuwati nabiyina, haizui usahihi wa utume wa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi an yakuwa yansakhu Allah, au bi an yansakha Allahu, ya kwamba Mwenyezi Mungu afute nini? Kitabahum, afute kitabu chao, wa ma shara'u nabii alladhi kana qabla, haizuii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kufuta ile au kile kitabu ambacho kwamba kilichokuwa kabla Qur'an, na sheria ambayo kwamba ilikuwa kabla Qur'an, na kuleta sheria nyingine. Hiyo haiwezi zuia kabisa hiyo. Kwa hivyo ni nukta ya kwanza. Kwa hivyo hiyo hoja ambayo kwamba walikuja nayo kwamba nabii wetu alikuwa kabla nabii wenu, vitabu vyetu vilikuwa kabla vitabu vyenu, kwa hivyo sisi ndo tunastahili uongozi na sisi ndo tunastahili kila kitu, hiyo hoja sio sahihi. Kwa hivyo ni hujjatuhum dahidha, ni batil. Alafu ya pili, maanahu, maana yake, min ba'di mastujiba linnabi, baada ya kujibiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam dua yake. Dua yake kivipi kujibiwa? Bil mu'jizat, kwa miujiza, allati ajaba Allah, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kujibu, fi iqamati lahu, yani kumsimamishia zile miujiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo dua yake imekubaliwa, dua yake imetakabaliwa. Ya kwanza ilikuwa ni kwamba hakuna ukatazo wa kuswihi kufuta vitabu vilivyopita
na kuanzisha na kuleta kitabu kipya, hakuna ugumu kwa hilo. Sasa ya pili ni kwamba Mwenyezi Mungu alitakabali dua mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Jabbai, huyu ni mwana tafsiri pia, anasema ajaba Allahu ta'ala duaahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alijibu dua ya mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapi? Fi kufari Badrin, alikuwa ni mwenye kujibu dua ya mtume wake dhidi ya makufari wa vita vya Badri, yani vita vya kwanza vya Kiislamu. Hatta qatalahumullah biaidi almu'minin, hadi Mwenyezi Mungu akawaangamiza makafiri, lakini kwa kupitia mikono ya waumini. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awarehemu hao mashahidi sehemu ambao kwamba waliko, wale ambao kwamba walifariki katika vita vya Badr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awarehemu, na wale waliofariki pia katika vita vya Khandaq na Uhud pia. Anasema wa ajaba duaahu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kujibu dua ya mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wapi? Bimakka, akiwa Makka. Alafu pia wama daa bihi, na yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyaomba, min inja'il mustad'afin, kuokoa wale ambao kwamba ni wadhaifu, mustad'afin, kuokoa wale ambao kwamba ni wanyonge waliokuwa mikononi mwa Makureishi, ambao kwamba tuliona kwamba katika historia tukaporudi wakati wa jahiliya, tunaona kwamba Makureishi walikuwa wanafanya wengine kuwa ni vijakazi, wanafanya wengine kuwa ni watumwa, wanawatumia watu vibaya, wanawatumia wanawake vibaya, wanawatumia watoto wadogo vibaya, yani mabinti vibaya. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam dua yake ilikuwa min inja'il lahil mustad'afin, kuwaokoa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuokoa hao mustad'afin kutoka nini? Kwa nini? Min aidi Quraish, kutoka kwa mkono wa Makuraish. Fa anjahumullah, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajibu dua ya mtume wake kwa kufanya nini? Kuwaokoa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawa mustad'afin. Wa khallasahum, na akawaondoa min aidihim, kutoka kwa mikono ya mustad'afin. Wa ghair dhalik, na siyokuwa hayo, mimma yakthu ta'idadu, yani na siyokuwa hayo ambayo kwamba katika idadi yake ni nyingi sana tutakapo hisabu. Alafu anaendelea anasema, faqala Allahu ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema, hujjatuhum dahidatun inda rabbihim, yani hoja yao ni batil mbele ya Mola wao. Kwa hivyo mpaka hapa mandugu zangu, tumekuwa ni wenye kukamilisha aya hizi 4, na baada ya kuwa na safari ndefu ya aya hizi 4 katika suratu Shura, aya ya 13, aya ya 14, aya ya 15 na aya ya 16. Saizi kabla tuanze maudhui ambayo kwamba inahusiana sasa na sheria, tungependa kwanza kabisa tuweze kutayarisha mazingira ambayo ni mazingira yenyewe. Tutatayarisha kivipi? Kupitia nukta 4 ndio tuweze kuanza sasa masala ambayo kwamba inahusiana na sheria. Nukta kwanza ni kwamba la budda, ni kwamba hamna budi na hamna njia nyingine ya kwamba ya kutambua mimaarifa, ya kujua kwamba anna Allah, ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nasirun lidini wa sharia, ya kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aseme atakayesema, aandike atakayeandika, apinge atakayepinga, lakini kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayenusuru sheria.
Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anayenusuru dini. Haitoshi tu, lana daurun, na pia sisi kama sisi tuna dauri lihimayatihi, tuna dauri ya kuhami dini yetu ambayo kwamba ni dini ya Kiislamu, popote pale itakapokuwa na kwa gharama aina yoyote. Tujue kwamba tuna jukumu ya kuulinda na kuhifadhi sheria ya Kiislamu. Hakuna mtu atakuja aseme leo pombe katika Uislamu ni haramu unyamaze, ni halali unyamaze. Ni lazima useme kwamba pombe ni haramu. Hakuna mtu ambaye kwamba atakuja aseme zina ni halali katika Uislamu na tunyamaze. Lazima tasema zina ni haramu. Yani hiyo ni kitu ambacho kwamba ni qat'i, yani hakuna shaka ndani yake. Hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, sisi wote tuko katika safu moja ya kuuliza, tuko katika safu moja ya kuuliza na tuko katika safu moja ya kujibu. Nitaeleza. Sisi sote tuko katika safu ya kuuliza na sisi sote tuko katika safu ya kujibu, na si hivyo tu peke yake, yani tuko katika safu ya kujibu. Ikiwa kitu kitapunguzwa katika dini yetu, tutakuwa katika safu ya kuuliza kwa nini kitu fulani kimepunguzwa katika dini yetu, na ni nani huyu ambaye kwamba yuko na mamlaka ya kufanya hivi. Na tuko katika safu ya kujibu ya kusema kwamba hakuna ruhusa ya mtu kutoka pahali ambapo kwamba atakapotoka aseme kwamba mimi naongeza kitu fulani katika dini ya Kiislamu pasina kuwa na dalili. Hakuna. Kwa hivyo sisi sote tuko katika safu ya kuuliza na sisi sote tuko katika safu ya kujibu. Hiyo ni nukta ya pili, ndugu yangu Muislamu. Nukta ya tatu, kama annahu, kama vile talabul ilmi, kutafuta elimu, wajibun aini, ni wajib kwa kila mmoja, yani kila mmoja ni lazima na lazima atafute elimu. Hiyo ni kitu musallam. Hakuna mtu ambaye kwamba sio lazima, sio ni sunna kwake kutafuta elimu. Sisi sote na sote ni lazima kutafuta elimu. Mtume aliposema al-ilmu faridha, elimu ni lazima kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, inamaanisha kwamba hiyo ni taklif shar'i, yani ni taklif, kila mmoja wetu lazima asome dini. Fa fi zamanina hadha, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema kutafuta elimu ni lazima, fa fi zamanina hadha, basi katika zama zetu hizi, lau kana hunaka, kungekuwa huko kunako nini, yani katika ulimwengu sasa wa kufaradhisha, katika ulimwengu wa kufaradhisha ni fardhun, yani ni kufaradhisha, sio wajib, yani ni ulimwengu wa kuja na ihtimal. Lau kungekuwa kuna wajib ambayo kwamba ni zaidi ya hii ambayo kwamba ni wajib, ya kwamba Mtume amesema al-ilmu faridha ala kulli muslimin, ingekuwa kuna wajib nyingine, basi wajib ingekuwa ni zaidi na zaidi. Kwa nini? Kwa ajili zama hizi ambazo kwamba sisi tuko ni zama ambayo kwamba bado tunazidi kwenda mbele kutoka katika zama za kisheria, yani kutoka katika zama za mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado tunazidi kwenda mbele. Kwa hivyo hizi zama tunahitajia kusoma sheria na kusoma elimu ya dini zaidi. Nukta ya tatu. Nukta ya nne ambayo kwamba sasa tunaongea kuhusiana nayo ni kwamba la budda, hapana budi, min taasisi alhauzat, sisi kama Waislamu kutayarisha hauzat mbalimbali, yani kutayarisha. Kama wewe ni Muislamu, kama wewe una uwezo wa kufundisha, fundisha. Kama wewe una uwezo wa kufundisha watoto wadogo, fundisha. Kama wewe una uwezo wa kufungua hauza, fungua. Kwa nini? Kwa ajili ni harakati ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio alichotuachia, ambacho kwamba kitaweza kuhami dini yetu, kitaweza kuhami jamii yetu,
itaweza kuhami generation ya Kiislamu ambazo kwamba zinazokuja, itaweza kuhami mustakbali wa Kiislamu, itaweza kuhami mabinti zetu, itaweza kuhami watoto wetu, itaweza kuhami nafsi zetu, itaweza kuhami sheria ambazo kwamba ni za Kiislamu. Lakini mandugu zangu, pasina hizi madarasa, pasina hizi hauza, pasina hizi sehemu za kusomea, pasina hizi misikiti, mandugu zangu, kuchezwa shere ni rahisi sana katika jamii zetu. Kuchezwa shere itakuwa ni rahisi sana, tena sana. Na ndio maana tunaona leo, na ndio maana tunaona natija ya kwamba Uislamu vile unavyoelekea imekuwa ni Uislamu wa mamboleo, imekuwa ni Uislamu wa kidijitali, imekuwa ni Uislamu wa zaidi ya dijitali. Kila mtu anatasarraf vile anavyotaka, lakini sheria Mwenyezi Mungu tunaitupilia pale. Kwa hivyo mandugu zangu, kufika hapo ni kwamba ndio tunaanza rasmi masala ambayo kwamba yanahusiana na sheria. Lakini kabla tuanze, tungependa kuchukua mustalah mbili au lafdhi mbili ambazo kwamba zinahusiana na sheria. Wakati ambao kwamba utakapoingia katika sheria, tunakusudia nini na tunamaanisha nini? Hapo kabla tujaingia hapo, kuna lafdhi mbili ambazo kwamba tungependa saizi kueleza na kuzichambua, ndo tutakapoingia ndani tuweze kufahamu. Ya kwanza ni neno at-tashri'. At-tashri', nini maana ya at-tashri'? Mmoja maulama wetu ameongea kuhusiana na lafdhi mbili ambazo kwamba nataka tuongee kuhusiana nazo. Anasema kwamba kuna neno linaitwa at-tashri' na kuna neno linaitwa al-mujtama. Nini maana at-tashri' na ni nini maana ya al-mujtama? Al-mujtama ataongea mbele, at-tashri' ndo anaanza kuongea kuhusiana nayo saizi. At-tashri', hii neno tashri' inatokamana na jina shar'a, yusharri'u tashri'an. Shar'a yani asili yake ni nini? Asili yake inatokamana na fi'lu thulathi al-mujarrad ambaye kwamba ni shara'a. Shara'a, mnakumbuka tukisoma katika aya iliyotangulia, aya ya 13, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema shara, bismillahir rahmanir rahim, shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk, mpaka mwisho wa aya, walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi kabura ala al-mushrikina ma tad'uuhum ilay Allahu yashtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Shara'a lakum min ad-din, amekuamrishia ni dini ile ile aliyomuhusia nabii nani? Aliyomuhusia Nabii Musa alayhi salam, walladhi awhayna ilayk, na ile ambayo kwamba tumekufunulia wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama wasaina bihi Ibrahim, na tuliyomuhusia Nabii Ibrahim, wa Musa, na tuliyomuhusia Musa, wa Isa, na tuliyomuhusia nabii nani? Tuliyomuhusia Nabii Isa alayhi salam. Sasa anasema hii at-tashri', at-tashri' inatokana na fi'il, kitendo shar'a. Shar'a yani katikati kwa shadda. Shar'a ni miongoni mwa alfi'lu thulathi almazid. Kwa wale ambao kama wanafuatilia elimu ya sarf, alfi'lu thulathi almazid, ambaye kwamba alfi'lu thulathi almazid imegawanyika mara tatu. Miongoni mwa hiyo mara ni hii ashar'a. Sasa tutakaposema shar'a, ameanzisha, amekanunisha. At-tashri' ni ile kukanunisha, ni ile hali ya kukanunisha, ni masdar. Kwa hivyo at-tashri' anasema hii at-tashri' ma'qudhun min ash-shari'a, hii kuanzisha kanuni, kuanzisha kanuni, ma'khudhun min ash-shari'a, imechukuliwa kutoka kwa neno sharia, ash-shari'a.
na tuliona katika tafsiri zilizopita ash-sharia kilugha nini ni maana yake. Ash-sharia kilugha ni wudhuh, ni wazi, au ni njia ambayo kwamba inakufikisha katika nini, ni njia ambayo kwamba inakufikisha kwenye mtu. Sasa anasema wayuradu bihi, hii at-tashri' nini maana yake? Anasema inakusudiwa sannu shara'i wal ahkam, yani kukanunisha na kuandikisha na kuwekesha sheria mbalimbali, wal ahkam, na hukum mbalimbali. Yani ukitakaposema at-tashri' nini maana yake? Ni kuanzisha na kukanunisha au kuandikisha au kuandika ash-shara'i, kuandikisha sheria, wal ahkam, na hukum. Anaendelea anasema kama anna sharaa, kama vile sharaa maanahu, maana ya sharaa ni nini? Ansha ash-sharia, ansha ash-sharia, yani utakaposema sharaa, yani sharaa amefanya nini? Sharaa tuliona kwamba ni ile hali ya kuamrisha na kuanzisha na kitu kama hicho. Kwa hivyo ndo anasema kama anna sharaa, kama vile sharaa ambayo kwamba inakusudiwa hapa ni nini? Maanahu, maana yake ansha ash-sharia. Maana ya sharaa ni ansha ash-sharia. Nini maana ansha ash-sharia? Ansha maana yake aujada, yani amepatisha sheria, ameweka sheria baada ya kuwa sheria hiyo haipo. Ameweka sheria, ameandikisha sheria, ameleta sheria baada ile sheria kutokuwepo. Wasanna qawaidaha, na akaleta pia qawaid zake, akaandika qawaid zake, akaziandikisha qawaid zake. Yani qawaid ni zile hukum na kanuni ama qaida ambazo kwamba zinapatikana katika zile sheria. Kwa hivyo ndo maana akisema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka, mpaka mwisho wa aya. Alafu pia katika aya nyingine ambayo kwamba tutatafsiri baadaye ni nini? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi la, mpaka mwisho. Kwa hivyo ndo maana anasema tena ash-sharia, sheria. Sasa tutakapoingia kisheria, yani tutakapoingia kifiqhi, ni nini ash-sharia? Sheria hiya ni jumla ahkamin maj'ulatin, ni jumla ya ahkam au hukum ambazo kwamba zimejaliwa. Tutakaposema sheria inamaanisha ni jumla ya hukum ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezijalia au watu binafsi wamezijalia, na inshallah Ta'ala tutakuja na mifano yake. Anasema fa in kana masdaruha, ikiwa asili na chimbuko ya hizi sheria ni nini? As-samaa, in kana masdaruha as-samaa, ikiwa asili ya hizi sheria zinatoka mbinguni, bi an nazala biha al-wahi, kwamba asili ya hizo sheria zimeteremshwa na wahi, sumiyat, zinaitwa nini? Shari'atun samawiyya au shari'atan samawiyya, zinaitwa ni sheria za mbinguni. Ikiwa hizi sheria ambazo kwamba zimejaliwa, ambazo kwamba zimepatishwa, ambazo kwamba zimetayarishwa, zinatoka mbinguni, zinaitwa sheria za mbinguni. Wa in kanat min wadhi'il bashar, na ikiwa ni mwanadamu ndiye ambaye kwamba ameiandika, ndiye ambaye kwamba ameitayarisha, sumiat, zinaitwa shari'atan wadhi'iyya, zinaitwa sheria ambazo kwamba zimejaliwa na huyu mwanadamu. Ni sheria ambazo kwamba zimejaliwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya watu kuamiliana wao kwa wao. Kwa hivyo mpaka hapa tunaona kwamba sheria kama sheria zinagawanyika mara mbili. Kuna ile sheria ambazo kwamba mwanadamu peke yake ndiye ambaye kwamba anajalia, na kuna zile ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anajalia. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba amekuwa ni mwenye kuleta hizi sheria, na inaitwa sheria za mbinguni, kama ni mwanadamu zinaitwa sheria, zinaitwa al-sharai au zinaitwa sharia wadhi'iyya, yani sheria ambazo kwamba ni mwanadamu peke yake
ndiye ambaye kwamba ameijalia. Nukta nyingine anaendelea anasema, washaraya, na sheria kama sheria, ayan kanat, yani kivyovyote vile sheria itakavyokuwa, nauha samawiya, ikiwa ni aina yake inatoka mbinguni, au wadhiya, au ndio mwanadamu ameijalia, la tujad, haiwezi patikana, illa, isipokuwa, haithu yujadu almujtamau albashari, yani sheria kama sheria iwe inapatikana, haiwezi patikana sheria aina yote ile isipokuwa mpaka kupatikane mujtama, yani mpaka kupatikane watu. Sasa ndo maana mwanzo kabisa tulipokuwa tunaanza katika nukta hii ya sheria tuliongea kuhusiana na nini? At-tashri', kujalia sheria, wal mujtama, na mujtama, kwa ajili ni vitu vile ambavyo kwamba vinafungamana. Kwa hivyo ndo maana anaendelea anasema, lianna, kwa nini anasema la tujad illa haithu yujadu almujtama albashari, yani sheria ipatikane isipokuwa baada ya kupatikana mujtama ya kibinadamu, yani lazima wanadamu wapatikane ndo sasa sheria ipatikane. Kwa nini anasema lianna almujtamaa? Kwa ajili mujtama kama mujtama, yani jamii kama jamii, yaish, jamii inaishi na nini? Birawabit, inaishi na mfungamano, yani mafungamano ya nini? Baina afradihi, mafungamano baina ya wale ambao kwamba ni ya wana jamii, yani wako na mafungamano, wana maingiliano baadhi yao kwa baadhi. Kuna vitu ambavyo kwamba vinawahusu wao kwa wao, yani kama ni Zaid ana mahusiano fulani na Bakr, na kama ni Bakr ana mahusiano fulani na Amra, na kuendelea. Ndio maana hapa tunakuja na nukta moja ambayo kwamba ni nukta ya kilojikia na ni nukta ya kimantiq. Wanasema kwamba al-insan, mwanadamu, kwa vile yeye ni kipande cha jamii na kwa vile yeye ni kipande cha wanaoishi cha wana jamii, kwa hivyo tunakuja na kaida moja ambayo kwamba inasema al-insan, mwanadamu kama mwanadamu, ijtimaiyun, ni mtu ambaye kwamba anahitajia jamii, bitabii, katika maumbile yake. Kwa hivyo tunasema al-insanu ijtimaiyun bitabii, yani mwanadamu kama mwanadamu ni ijtimaiyu, ni mtu ambaye kwamba anahitajia jamii kimaumbile. Sasa ndo anasema wa hadhihi rawabit, na mafungamano haya ambayo kwamba yanapatikana katika jamii, tahtaj, mahusiano, mafungamano inahitajia nini? Tahtaj ila qawanin tandhumuha, inahitajia kanuni ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kuongoza zile kanuni, inahitajia nidham ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuongoza zile kanuni. Maana kanuni kama kanuni itapatikana ndio, lakini kanuni bila kupatikana kitu ambacho kwamba itakuwa ni yenye kuiongoza haitakuwa. Alafu pia zile mafungamano ambazo kwamba zinapatikana kwa jamii, yale mafungamano pia inahitajia kanuni, na hii kanuni pia ambayo kwamba inapatikana katika jamii, vile tulivyoona, ima ni kanuni ambayo kwamba ni ya samawi, ama ni kanuni ambazo kwamba ni ya bashari. Ima ni kanuni ambayo kwamba inatokamana na watu, au ni kanuni ambayo kwamba inatokamana na Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Kwa hivyo ndo maana anasema fa idha lam yujadil mujtama, hapa ni kinyume, ikiwa haitapatikana jamii, ikiwa haitapatikana na jamii, na jamii ni nani? Ni nyumba ya kwanza iko na watu fulani 1 2 3 4, nyumba ya pili iko na mtu 1 2 3 4, hawa wanajenga jamii. Nyumba ya tatu, nyumba ya nne, nyumba ya tano, hawa ambao kwamba wanaishi hapa, hawa wanaitwa jamii. Hawa jamii wanahitajia kanuni ambayo kwamba inaweza
kuwaongoza wao katika mafungamano ambayo kwamba wako nayo. Sasa hii jamii kama haiko, idha lam yujad almujtama, ikiwa haitapatikana hii jamii, inadamat rawabit, mafungamano baina yao, mahusiano baina yao itakuwa haipo tena. Kwa nini? Kwa ajili hakuna jamii. Nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu haipo. Sasa kama haipo, hakuna kuuza, hakuna kununua, hakuna kusemezana, hakuna njia yote ya kimaisha ya kutafuta maisha, hakuna misikiti, hakuna idara, hakuna utendaji kazi, hakuna nini, hakuna ukulima, hakuna nini, itakuwa hakuna chochote. Ndio anasema fa idha lam yujadil mujtama'u, ikiwa haitapatikana mujtama, inadamati rawabitu, yani mafungamano itakuwa haipo tena. Tunamalizia kadhia ya mwisho, wa idha inadamati rawabitu, na ikiwa mafungamano katika hiyo jamii, ikiwa hakuna mafungamano kabisa, hakuna katika hiyo jamii, lam takun, haitakuwa nini, thumma hajat al-insan ila al-qanun, haitakuwa kuna haja ya nini, ya kanun. Kwa nini? Kwa ajili kanun inahitajia kitu kinachoitwa katika sheria, inahitajia kitu ambacho kwamba kinaitwa maudhu. Ikiwa maudhui haipo, ikiwa ukuta haipo ambayo kwamba inahitajia kupaka rangi, je, mpakaji rangi atapaka nini? Hakuna kitu ambacho kwamba atakachopaka. Sasa ikiwa upakaji rangi inategemea ukuta, inamaanisha kwamba ukuta ipo, kwa hivyo inaweza pakwa rangi. Ikiwa kama ukuta haipo, upakaji wa rangi, yani yule ambaye kwamba anayepaka rangi hata kwa anahitajia tena kazi. Kwa nini? Kwa ajili ukuta hakuna tena. Sasa ikiwa jamii haipo, ikiwa mujtama haipo, inamaanisha mafungamano haipo, na mafungamano kama haipo, inamaanisha kwamba hakuna kanuni. Kwa ajili kanuni inategemea haya mafungamano. Mafungamano itakapopatikana, inamaanisha kanuni lazima iwe. Kivipi? Mimi nahitajia ninunue, lazima kuna kanuni. Nahitajia niuze, lazima kuna kanuni. Nahitajia sehemu nijenge, kuna kanuni. Nahitajia kukuza, kuna kanuni. Nahitajia kufanya nini, vitu vingi, lazima kuna kanuni. Hata ile mafungamano ya kuoa ya nini na nini, zote zinahitajia nini? Zinahitajia kanuni. Na ndio maana anasema kwamba kumalizia, walidhalik, na kwa sababu hiyo, ittafaqa ulama, maulama wetu wamekubaliana ala anna, ya kwamba taarikh ash-sharai', kwamba tarehe au historia ya kisheria, musahibun litarikh al-umran, yani inakuwa ni kufatana na historia ya kuimarisha fi hadha al-wujud, katika kupatikana huku na katika dunia hii na katika wanadamu hawa. Historia ya sheria inakuwa ni kuambatana na historia au historia ya kuimarisha. Kwa hivyo wakati ambao kwamba watu watakapokuwa na mafungamano yatakapokuwepo, kanuni itakuwa na uimarishaji itakuwa. Anasema liannahu la umran illa bijtima, hakuna kuimarisha, mathalan kuimarisha mji, kijiji na vitu kama hivyo, illa biijtimaa, ila watu kukusanyika sehemu moja na kukaa katika sehemu moja na kuwa na rawabit, na mafungamano baina yao kwa wao. Kisha anaendelea anasema, wala ijtimaa, wala hakuna ile mafungamano na mkusanyiko, illa bittifaq ala tariqati tawzi' al-aish, hatuwezi ishi pamoja, na hakuna vile watu wanaweza ishi pamoja illa bittifaq, isipokuwa kufikia makubaliano, ala tariqat tawzi' al-aish, isipokuwa kufikia makubaliano ya nini? Ya tawzi' al-aish, ya kugawana maisha. Vipi watu wataishi? Vipi watu fulani wataishi sehemu gani? Watu fulani wataishi sehemu gani? Maisha yetu inafaa iwe vipi? Maji inafaa tupate vipi? Na maendeleo yetu inafaa tufanye vipi? Wala ittifaqa, na hakuna ile makubaliano na hakuna masikilizano, illa, isipokuwa haya masikizano yatapatikana kivipi? Illa biqawaid, isipokuwa lazima kuwe na qaida, lazima kuwe na formula
ambayo kwamba tutakuwa ni wenye kuitegemea. Tuhaddid, hii qaida ama hizi formula tuhaddid zitakuwa ni zenye kuyapima huquqa kulli fardin wa wajibati, itakuwa ni yenye kupima kila haki ya yule ambaye kwamba anayeishi katika jamii ile, yani ya mwana jamii. Kwa hivyo inamaanisha kwamba zile qaida zitasema kwamba, zile formula zitasema kwamba, ama zile sheria zitasema kwamba mtu fulani ana haki, mtu fulani ana haki, mtu fulani ana haki, ama watu ambao kwamba wanaishi katika mji huu, watu ambao kwamba wanaishi katika kijiji hiki, kila mmoja na haki hii na haki hii na haki hii. Itakapofika siku fulani kuna haki zao, kuna haki zao fulani. Itakapofika tarehe fulani wana haki fulani. Wazee wana haki yao, watoto wana haki yao, mathalan walimu wana haki yao na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hizi qaida, hizi formula zitaweza kugawa ile mujtama ama society ambayo kwamba watu wanaishi katika ile sehemu. Wa hadhi alqawaid, na formula hizi ambazo kwamba tunaongea kuhusiana nazo, la tuhaqiqu algharad, haziwezi fikisha lengo almaqsud ambazo kwamba zimekusudiwa minha katika hizo qaida, illa, yani haziwezi kufikisha mtu katika lengo illa idha wujidat, isipokuwa itakapopatikana nini? Sulta, isipokuwa lazima kupatikane uongozi ambapo kwamba ile uongozi tuqarriruha, zile uongozi iwe ni yenye kuikaririsha, kuiandika na kuihifadhi, watuhafidh alaiha, na ule uongozi uwe ni wenye kuhifadhi zile sera. Kwa hivyo tunaamua mfano, tunataka jamii yetu iwe hivi. Kwa hivyo tunaandikishana, tunaandika chini nini tunahitajia, tunataka watoto wetu waketi vipi, tunataka watoto wetu waishi vipi, miaka 20 zinazokuja tunataka watoto wetu waketi vipi, miaka 20 zinazokuja tunataka jamii yetu iwe imeendelea kiasi gani. Mathalan vyombo ambavyo kwamba tuko nayo miaka 50 zijazo, je, tunataka tubadilisha ama tutakuwa ni wenye kuandika kila kitu ambacho kwamba inahusiana na hizo jamii. Kwa hivyo ndio maana anasema wa hadhihi alqawaid, na hizi qaida na hizi formula, la tuhaqiq algharad, haiwezi fikisha lengo ambazo kwamba limekusudiwa minha katika hizo qaida, illa idha wujidat sulta, isipokuwa itakapopatikana uongozi ama leadership ambayo kwamba itabeba zile qawaid ama zile qaida, zile dhawabit ambazo kwamba wameziandikisha, watuhafidh alaiha, na ziwe ni zenye wawe ni wenye kuzihifadhi. Sasa mfano, je, miaka 20 ambazo kwamba zitakazokuja ama zilizopita, je, tumetabikisha zile ambazo kwamba tulikuwa tumesema ama bado? Ama katika dini yetu ya Kiislamu, mabinti zetu, je, siku hizo wanavaa hijabu, na ni wangapi wanavaa hijabu? Kama ni wawili watasema sawa, tumepiga hatua. Kama ni mmoja, bado hajapiga hatua, inafaa tufanye nini? Inafaa tuongeze. Mathalan, je, vijana wangapi ambao kwamba bado wanakunywa pombe mathalan, wanafanya haramu? Kama ni 10, bado hajapiga hatua. Kama ni wawili, tumepiga hatua. Inafaa hawa wawili tuwe ni wenye kuwaita katika akhlaq, katika tabia na vitu kama hivyo. Kwa hivyo hawa ambao kwamba watakuwa wanafuatilia sheria, hao ndio ambao kwamba watakuwa na uwezo wa kuweza kuangalia na kudhibiti na kuzifanyia takwimu na kuziangalia, je, zile sheria ambazo kwamba wameziweka na kuzikaririsha na kuziandika, je, zinapiga hatua ama hazipigi hatua? Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika kikao kinachokuja tutakuwa wenye kuongea haja ya watu katika sheria, yani haja binadamu katika sheria, nini haja yao katika sheria. Inshallah Ta'ala, katika kikao kitakachokuja ndio tutaongea kuhusiana na hiyo mada. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.